Wa hukumul wudhu'i, na hukumu ya kutia udhu, fi hadha, katika suala la kuwa maji mustaamali na si mustaamal, hukumul ghusli, ni ile ile hukumu ya kukoga. Lianna almaana fihima, kwa sababu kukoga na kutia udhu wahidun, maana yake ni moja. Maana gani hiyo? Wa huwa raf'ul hadathi, ukikoga janaba unaondosha hadathi, ukitia udhu unaondosha hadathi. Kwa hivyo hadithi hii ndiyo inayotufahamisha kwamba maji yaliyokwisha kutumika, hali ya kuwa maji yenyewe hayakutimia kullataini, hayana tena sifa ya kuyatumia mtu mwingine kutilia udhu au kukoga. Tumefahamiana na tumezungumza huko kutilia udhu kwenyewe iwe fardhi tahara au fardhi al-ghusli, ndio yatakuwa mustaamal. Hadhir Tayyib, haya mambo ya kisheria jamani. Faqadi afada alhadithu, hadithi imetoa faida. Faida gani? Annal ightisala fil ma'i, kukoga katika maji, yukhrijuhu, yanayatoa hayo maji yenyewe, an tuhuriyatihi, kutokana katika ile sifa yake ya uwezo wa kukitwaharisha kitu kingine. Kukoga katika maji ambayo maji yenyewe duna kullataini, ukaamua kuingia katika nusu pipa au robo pipa, yale maji yanakuwa yashakuwa mustaamal. Sawa? Kwa hivyo annal ightisala fil ma'i ndio afada alhadithu. Hadithi inatoa faida, inatufahamisha nini? Annal ightisala, kwamba kukoga, fil ma'i, katika maji, yukhrijuhu, kuna yatoa hayo maji, an tuhuriyatihi, kuna yatoa katika utwahara wake. Wa illa, kama ingelikuwa haiyatoi katika utwahara wake, lam yanha anhu, mtume asingelikataza. Sawa? Hapo ndio panapojengwa hiyo hoja. Amekataza bwana mtume kwa sababu yale maji ukikoga mule mule tayari yamenyang'anywa utwahara wake. Ndio sisi katika udhu, kama huna chombo na maji yale unataka kuyachukua, ni lazima mkono wako utie nia ya kuwa nini? Chombo. Lakini kama hukutia nia mkono wako kuwa chombo, ukichukua maji ukakosha uso, kama haujakosheka kwa mara ya kwanza, ukichukua tena ukakamilisha uso, ukienda ukachukua kwa ajili ya kuosha mkono, na haya maji yako madogo, labda katika ndoo au sufuria, maji haya yaliyobaki yatakuwa mustaamal. Maji yaliyo safi ni haya yaliyo hapa katika mkono tu, yatakuwa mustaamali. Umeyatumia nini? Tayari ule mkono wako huku ushaukosha, na hichi kiungo ndiyo kiungo cha zamu yake kukoshwa. Ili maji haya yasiwe mustaamal, huu mkono wako utie nia ndani ya moyo wako kuwa ni nini? Chombo cha kuchotea. Tunakwenda pamoja. Tayyib. Wa huwa mahamulun, kuwa haya maji ni mustaamal na kukatazwa kuingia katika maji hayo. Hadithi hii mahamulun, inachukuliwa
ala alma'il qalili, kwa maji machache. Tukisema maji machache yaliyokuwa hayakutimia kullataini, liadillatin ukhra, ziko dalili nyingine zinalokuja kuthibitisha hilo. Na hapa shekhe anatusomesha kitu kingine. Wakati mwingine tunazozana kwa mtu kuiona hadithi moja, alafu akamkuta mwana wazuoni amezungumza maneno kinyume na ile hadithi, akaona kwamba hadithi hii hapa, alafu huyu shekhe anatumia maneno yake, anaacha maneno ya Bwana Mtume. Kumbe wewe na mimi bado hatukufika, ziko dalili nyingi, hadithi nyingine, lakini kwa kuchukua dalili hiyo na dalili hiyo na dalili hii, ndio maana huyu shekhe akayazungumza maneno haya aliyoyazungumza. Hapa tumepata hukumu kupitia hadithi 3 tofauti, ndio tunakuja kupata kwamba maji haya madogo kama mtu ataingia, kwanza yatabakia kuwa tahara, lakini hayana uwezo wa kutwaharisha, lakini wakati huo huo yatakuwa mustaamal. Tumefahamiana eh? Ndio shekhe akatwambia hapa, wa huwa mahmulun ala alma'il qalili liadillatin ukhra. Kwa hivyo usikurupuke ukajaribu kuwashambulia wanawazuoni na kujiona labda umefahamu sana wewe. Hata Imamu Mnawawi umemuweka huko, Imamu Rafi'i ukamuweka huko, Shafi'i, Maliki, Hambali ukawaweka huko, ukahisi kwamba wewe umekuwa mtaalamu kuwazidi hao. Hapana, hawa mabwana wamezikusanya hadithi zinazohusiana na hukumu ya tahara zote, alafu wakazitizama ipi yenye nguvu, ipi ilikuwa ya mwanzo kusema Bwana Mtume, wakati anaondoka Bwana Mtume kamalizia hadithi ipi. Hata katika hadithi kuna nasikh na mansukh. Wewe na mimi bado hatujafika huko. Ushafahamu eh? Wa aslihil fasada bitaamuli wa imbadi hata fala tubadili. Ukiona jambo labda limekosewa, usikurupuke ukajaribu kutoa maneno. Ushafahamu eh? Zingatia kwanza. Kwa nini? Wakad qila kam min muzayifin sahiha. Kuna watu leo wanatia aibu na kasoro mambo ambayo ndiyo sahihi, lakini kwa nini wamefika huko? Liajili kauni fahamihim qabiha, kwa sababu ufahamu wao uko chini, wameshindwa kufika walikofika mabwana. Wanasema hiyo bwana haikubaliki bwana, Mtume kasema hivi bwana. Hivi wewe una hadithi ya kuifahamu leo ambayo Imamu Hambali hakuiona, Imamu Abu Hanifa hakuiona, uje kuiona wewe ulioko hapa Kwarara? Ushafahamu eh? Taib. Athani, aina ya pili ya maji ambayo ni ghairu mutahiri hayo huwa almaul mutlaqu, ni maji ambayo yameachilika, alladhi khalatahu shay'un, ambayo yamechanganyikiwa na kitu, mina tahirati, katika vitu vya tahara, allati, vitu ambavyo yastaghni anha almau, maji huwa hayahitaji kitu hicho adatan, kikawaida. Kwa mfano, maji yamekuja kumiminikiwa na unga, sawa, baada ya kuwa maji yamekuwa uji. Maji
imekuja kuchanganyika na soda, sawa. Kwa hivyo haya maji yamechanganyika na kitu tahara, lakini vitu hivi havina usuhuba na ujirani. Ndio allati yastaghni anha almau adatan, wallati, na kitu ambacho la yumkinu fasluha anhu, haiwezekani kukipambanua kitu hicho na maji baada almukhalatati, baada ya kuchanganyika, haiwezekani tena kuweza kuvipambanua, sawa. Fataghayyara, kwa hivyo yale maji yakaharibika au yakabadilika, bihaithu, ubadilikaji ambao lam yaud yutlaqu alayhi ismul mai, haparejei tena kuachilika katika maji yale jina la maji moja kwa moja. Kwa kuwa yamechanganyika na rangi ya kashata, yataitwa haya sasa rangi ya kashata. Yamechanganyika na rangi ya juisi, yataitwa haya juisi, bado sukari. Tumefahamiana? Tayeb. Tunakwenda kashai, kama maji haya imemiminikia chupa ya chai. Walqar walarq, qasus, ile dawa yetu ya khabaru alladhi, ushafahamu, ikamiminikia humo. Ajua siku hizi kila kitu mapungufu, mpaka khabari alladhi nayo. Kijana wa miaka 25 30 unaweza ukamsikia analalamika, mimi bwana, hali yangu sinione hivi bwana, naweza nikakimbiwa wakati wowote. Ushafahamu? Yani vitu vyote vimepoteza ubora, mpaka khabari alladhi. Ushafahamu? Basi alqasus ikachanganyika katika maji hayo. Amma idha kana almukhalatu, ama itakapokuwa, tuisome kwa ismu fa'il, idha kana almukhalitu, itakapokuwa kile kilichochanganyika, at-tahiru, ni kitu tahara, tena muwafiqan lilmai, kinawafikiana na yale maji yenyewe, nacho ni maji, fi sifatihi, katika sifa zake, min ta'amin, kutokana labda ladha yake, wa launin, au rangi yake, wa rihin, au harfu yake. Kama nini hapa? Kama ilwardi, kama maji ya marashi. Alladhi, ndiyo maji ya marashi ambayo fakada sifatuhu, yaliyopoteza ubora wake wa kunukia. Fa innahu yu'madu inda dhalika, patategemewa wakati huo, ila taqdir, kwenda katika kukadiria. Tunasoma katika rubu'ul ibada, wataghayyuru taqdiriyu kataghayyuri alhissi, ndio tunachokisoma hapo. Do hili la maji kimemiminikia kichupa cha marashi, lakini haya marashi yaliyoingia yamekaa siku nyingi, harufu yake imekufa. Tunakichukua kichupa kile cha marashi hapo wakati wa ubora wake, wakati kikiwa kinanukia, marashi yake yangelikuwa yamemwagikia humu, aya maji yangelikuwa imeyazidi haya marashi, kwa maana maji yasingenukia marashi, au yangelinukia marashi, tukipata hukumu kwamba kwa kichupa hichi na harfu ya marashi maji haya yangelikuwa yanarukia marashi, basi hata haya marashi yaliyoingia hayana harfu tena, maji haya yatakuwa hayafai kuyatumia. Sijui nimeeleweka.
Sijui ndio hivyo. Tutanyamaza baadaye tukatishe darsa, tutaelezana kwa kawaida hapo. Lakini kwa waliosoma Rubu'ul Ibada kuna maneno hayo, wataghayyuru taqdiriyu kataghayyuril hissiyi, mbadiliko wa kukadiria ni sawa sawa na mbadiliko wa kuonja au kunusa au kuona, ndio hisi. Tunafahamiana? Tayeb. Tuko wapi? Bilmukhalifi alwasati, panakadiriwa kwa kile kilicho na kinyume cha haya yaliyokuwa hayanukii, yanakadiriwa kinyume chake yale yanayonukia. Lakini bilwasati, yale yanayonukia kati na kati, sio yanayonukia sana na wala sio yale yaliyokuwa sio bora. Sawa? Insha Allah ukienda kudurusi utanipigia simu hujafahamu. Wa huwa fi ta'ami, na ule mbadiliko na mchanganyiko ikiwa ni maji yamechanganyika na chakula, kaaswiri rumani, kama vile maji yamechanganyika na juisi ya komamanga, juisi ya komamanga. Wa fil launi, na maji kuchanganyika na kitu chenye rangi, lakini rangi yenyewe kwa kuwa imekuwa siku nyingi imepoteza ubora, haiwezi kudhihiri ndani ya maji, basi vile vile aswiri linabi tunakwenda kuipima katika juisi ya zabibu. Sawa? Wa firaihati, na katika kuchanganyika maji na vitu vyenye harfu, al-adhan. Adhan ni aina ya dawa, aina ya dawa. Fa in qudira taghayyuruhu, ikiwa patakadiriwa ule mbadiliko wake, bimukhalatati dhalika, na mchanganyiko wa hicho, swara almau tahiran. Sawa, yatakuwa maji yamebaki katika sifa ya utahara, lakini ghaira mutahiri, yatabadilika sasa, yatoke maji ya kawaida yawe juisi. Wa kaunuhu, na kuwa kwake maji hayo ghaira mutahirin, kwamba hayana uwezo tena wa kutwaharisha, liannahu asbaha, kwa sababu hayo maji yameshakuwa sasa, la yusamma ma'an, hayaitwi maji, fi hadhihi lhala, katika hali hii. Maadamu ishaingia rangi hayaitwi tena maji, itaitwa juisi, soda na kadhalika, mchuzi. Sawa? Tayib. Washari'u ishtarata tuhura bilmai, na bwana sheria ameshartiza ili mtu apate tahara ni lazima atumie maji. Ile tayammum ni mbadala wa maji, yanatumika, inatumika tayammum kwa dharura, lakini kimsingi tahara imeshartizwa itumiliwe maji. Tayari hapo. Almaul mutanajjisu, maji yaliyonajisika. Huwa almau alladhi, ni maji ambayo waqa'at fihi najasa, imeingia ndani yake najisi. Hata kama tone moja la mkojo, hata kama mkojo wenyewe wa mtoto mdogo, labda mtoto mwenyewe awe hajatimia miaka miwili, tena awe mtoto wa kiume, tena awe hajakula chakula isipokuwa
maziwa ya mama yake. Sawa? Tayib. Kwa hivyo ni maji alladhi waqa'at fihi najasatun wa huwa qismani. Maji haya yaliyonajisika nayo yamegawika katika vigao viwili. Al-awwalu qalilun, maji machache, wa huwa ma kana duna al-qullataini, kama tulivyosema. Wa hadha al-ma'u, maji yakiwa machache, yanjusu bimujarradi wuqu'i najasati, yananajisika ikiingia tu najisi, wala hupati tabu ya kupekua tena. Maji madogo ikiingia najisi moja kwa moja yashakuwa hayafai, uyamwage tu. Walau kanat qalilatan, hata kama najisi yenyewe iliyoingia ni chache, tena walam yataghayyar fihi shay'un, ikawa hapakubadilika chochote katika yale maji, min awsafihi, katika sifa zake maji, kalauni, sawa, kama rangi, warihi au harfu, wa tu'mi na ladha. Maadamu maji ni machache, ikiingia najisi hata kama chache, hayo maji hayafai tena. Walqullatani, na maji yanayoitwa kullatani, 500 ritlin, 500 ritlin ni ratili 500, vipimo vya kizamani kwetu mafi Baghdadi, kwa nchi ya Iraki, Baghdadi, watusawi, na hulingana iyo 500 ritli inalingana na nini? 192 kilogramu hizo, wa 857 grama. Hivyo vipimo vimewekwa hapo, 192,857 kilogramu. Wayusawi bilmik'abi, na hayakullataini yanakuwa sawa sawa kwa vipimo hivi vya dhiraa. Mik'abi, kwa vipimo hivi inakuwa sawa sawa na nini? Dhira'an wa rubu'an tula wa ardhan wa umqa, dhiraa moja na robo urefu, dhiraa moja na robo kwenda chini, dhiraa moja na robo upana. Mahala hapo pakichimbwa, pakijazwa maji hayo yanakuwa kullataini. Tuchukulie pipa moja likijaa maji ni kullataini. Yale mapipa yetu ya kizamani, sio haya ya lami, tumefahamiana? Tayib. Arawa al-khamsatu, wanawazuoni watano wamerawi hadithi, ana Abdillah ibn Umara radhiyallahu anhuma qala, anasema sami'tu Rasulallah, mimi nimemsikia mjumbe wa Allah, wa huwa yus'alu, hali ya kuwa anaulizwa, anil ma'i, kuhusu maji, yakunu bilfalati, yanayokuwa huko maporini huko, minal ardhi, zamani ndio yalikuwa hayo, siku hizi utatoka hapa ufike Makunduchi. Wama yanubuhu minas sibai wadawabi, maji ambayo wanakwenda kunywa pale wanyama wakali, wanyama jamii za simba na jamii ya simba. Unajua tena anakwenda kunywa maji, kwanza kashamrarua mnyama mwingine, kashakula, anakwenda pale mdomo tena una mavururuka damu wakati mwingine. Wadawabi, na wanyama wengine wa kawaida. Fakala, Mtume akajibu, idha kana alma'u kullataini, maji yakiwa yametimia kullataini, lam yahmilil khabatha, hayabebi uchafu. Maji yakitimia kullataini hayanajisiki, isipokuwa mpaka ima rangi yake ibadilike, au harfu yake ibadilike, au ladha yake ibadilike. Tumefahamiana? Maji yakitimia kullataini hayanajisiki. Unaweza ukenda ukakoga mule katika pipa,
Tumefahamiana? Unaweza ukatia udhu kama vile zamani wazee wetu walikuwa watawadha katika mahodhi, kwa sababu yale maji kullataini, na wakati mwingine ukiangalia yamejaa mavumbi maana kila mtu katia mkono, huyu katia mkono. Lakini wakati ule bwana, watu walikuwa wanamuogopa mwenye maradhi, hakuna aliyobiduka tumbo kwa maji yale. Siku hizi kama tutaweka utaratibu ule, msikiti kesho yake utafungwa watu wote wanahara. Ushafahamu Lakini zamani hakuna. Tunasogea mbele tukamilishe hapo jamani Nijitahidi kwenda mbio mbio kidogo. Tayeb. Kwa hivyo ili neno hii hadithi hii fi lafdhi Abi Dauda namba 65 anasema fa innahu la yanjusu. Kwa hivyo kama unakoga maji yako ya janaba, kama yatakuwa yanarudi mule yatakuwa yashatumika haya mustaamal, ujitahidi yakiangukia kwa bahati mbaya au ukiamua mikono yako kuifanya chombo kama alivyokuwa mama Aisha na mumewe walivyokuwa wakikoga na kuchota, hakuna ubaya. Tumefahamiana raha tupu tu. Neno bilfalati as-sahara katika sehemu za mawandani huko, wanahauha yanubuhu ay yaridu alaihi, anachota yule mnyama asibau kullu ma lahu nabun, ni kila yule mnyama ambaye ana machongole ya meno, yaftarisu bihi min alhayawani, anawinda kutokana na mameno hayo, anawawinda wanyama wengine. Huyo anaitwa nani? Jamii ya sibai hata paka, chui, simba, wote jamii moja hao. Wa mafuhumu alhadithi, mafuhumu sasa kuna tafsiri alafu kuna mafuhumu. Mafuhumu ya hadithi hii annahu idha kana almau aqalla min kullataini, ikiwa maji yako chini ya kula mbili, yanjusu, yatanajisika walau lam yataghayyar, hata kama hayakubadilika. Wadalla ala hadha almafhum, kilichofahamisha mafuhumu hayo ma rawahu Muslim 278 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu qala idha staiqadha ahadukum min naumihi, mmoja wenu akiamka kutoka katika kulala kwake, fala yaghmis yadahu fil inai, asiingize mkono wake katika chombo chenye maji, hata yaghsilaha thalatha, kwanza aukoshe huo mkono mara 3. Kwa nini? Fa innahu la yadiri aina batat yaduhu, kwa sababu yeye hajui wakati amelala na mkono wake ulilala wapi. Tumefahamiana Mtu anapolala hajui mkono wake umelala wapi. Fakadinaha, amemkataza Bwana Mtume almustaiqidha, yule aliyeamka, sawa, min naumihi anil ghamsi, asije akazamisha mkono wake katika maji, khashiyata, ndiyo talawuthi yadahu bin najasa, kwa kuogopea ule mkono wake kuwa ulitapakaa na najisi, lakini ghairil mar'iya, ambayo haikuwa yenye kuonekana. Tayari hapo wa maalumun, na kinachofahamika, anna najasata, kwamba najisi ghairul mar'iya, ambayo haionekani, la tughayyirul maa, najisi iliyokuwa haionekani haiwezi kubadilisha maji. Falaula annaha tunajisuhu,
lau ingelikuwa hii najisi hii pamoja na kwamba haionekani, lau isingelikuwa inayanajisisha maji bimujarradil mulaqati, kwa muachiliko tu wa kukutana najisi na yale maji, lam yanhahu an dhalika, Mtume asingelikataza Lakini inafahamisha hapa kwamba kwa kule kukutana tu basi hayo maji yatakuwa yameshaharibika. Niwaombe dakika 5 za kwenu, muda umekwenda kidogo, lakini tumalizie hapo mwisho wa mlango kwa sababu tunataka tuje kuondokea sasa katika mambo mengine. Wathani kathirun, maji ya aina ya pili ni maji mengi. Wa huwa ma kana kullataini au akthara, wa hadha almau, maji haya mengi la yanjusu, haya najisiki bimujarradi wuqui najasati fihi, kwa muachiliko wa kuingia tu najisi katika maji hayo. Wa innama yanjusu, yatanajisika idha ghayyarati najasatu, itakapobadilisha ile najisi ahada awsafihi thalatha, moja ya sifa 3 za maji. Allaun, ima ikabadilisha rangi, au taam, au ikabadilisha ladha, au rih, au ikabadilisha harfu. Wa daliluhu, na ushahidi wa maneno haya, al-ijma'u, ni makubaliano ya wana wazuoni. Tulisema kule tulipokuwa tunatambulishwa fiqhi, misingi yake, tegemeo lake ni mambo 4: alkitab wasunna walijma walqiyas. Alafu shekhe akatwambia tena hii ijma na hii qiyas kiuhakika wake inarejea na kutegemea katika nini? Nayo Qur'ani na Sunna. Tumefahamiana. Qala an-Nawawi rahimahullah fi al-Majmu', katika kitabu chake Majmu' Sharh al-Muhadhab juzuu ya kwanza sahifa ya 160, qala Ibn al-Mundhir ajma'u, wamekubaliana wanawazuoni, anna al-ma'a al-qalila, maji machache, au al-kathira, au maji mengi, idha waqa'at fihi najasa, ikiingia najisi, faghayarati ta'aman, ikabadilisha ile ladha, au launan, au rangi, au rihan, fahuwa najisun, bas maji hayo yatakuwa yameshanajisika. Insha Allah, mimi naomba basi tusimame hapo, au mwasemaje? Tusimame hapo insha Allah. Tumalize ma yasluhu minha litathhir. Tumesoma vigao vya maji yote 4. Sasa yanayofaa kujitwaharishia, yanayofaa kutilia udhu, yanayofaa kukoga. Wa hadhihi almiyahu alarba'atu, mamaji haya ya aina 4, laisati kulluha, sio yote, salihatan litahara, yanafaa kujitwaharishia ay liraf'i alhadathi wa izalati najasi wa khabathi, na kuondosha uchafu najisi, kama alimta, kama ulivyokwisha kuelewa. Bal innama alladhi yasluhu minha, bali yanayofaa kuondoshea najisi na kujitwaharishia, huwa an-naw'u al-awwal wa ath-thani, ni yale tahirun mutahhir na yale tahirun mutahhirun makruh. Hayo tu ndiyo yanayofaa, haya mengine yaliyobaki hayafai. Sawa? Tuko wapi? Wathani ndio wa izalatul khabathi kama alimta, bal innama alladhi yasluhu minha huwa an-naw'u al-awwal wa ath-thani ma karahati an-naw'i ath-thani fil badani,
pamoja na umakuruhu kutumia ile aina ya pili yaliyokuwa tahirun mutahhirun makruhun, ambayo ni yale almushammas. Sawa. Amma an-naw'u thalithu, ama aina ya tatu ambayo ni mustamali, fala yasihu tatahuru bihi, haisihi kujitwaharishia hayo. Wa in kana tahiran fi dhatihi, hata kama yenyewe ni tahara katika dhati yake, bihaithu yasihu isti'maluhu, kwa namna ambayo inasihi kuyatumilia, fi ghairi tahara, katika isiyokuwa tahara. Kama nini? Kashurbi, kama kunywa maji. Mtu aliyotilia udhu yakibakia akiyakinga anaweza akanywa. Sawa. Watabkhu kashurbi watabkhi, na kupikia wa ghairika, na matumizi mengine yasiyokuwa hayo. Amma an-naw'u rabi'u, ama aina ya 4, fahuwa mutanajisun, haya ni maji yaliyonajisika. La yasluhu li shay'in, haya hayafai kwa lolote, badala yake yaende yakamwagwe. Sawa. Na hapa katika kunajisika hapa na nguo zetu tuna mashakili sana. Katika wakati mwingine kanzu inaweza ikakojolewa na mtoto ikawa imenajisika, sio? Sasa tunapotaka kuitwaharisha sisi, kosa letu, tunachukua beseni tunatia maji, alafu unachukua kanzu unatia mule, yale maji yote yatakuwa yashanajisika, na lile beseni lenyewe nayo ishanajisika, na kama sabuni uliweka mule ishanajisika. Tumefahamiana? Kama nguo imenajisika, ili kuitwaharisha kwake upashike pale palipo najisika, umwagie maji ili najisi iondoke. Alafu tena kama unataka kufua, ndio utatia katika beseni ufue. Tuko pamoja? Inshallah tutakuja kuona raha sana ndani ya kitabu hiki. Tukiingia katika masala ya ibada, tutaona raha zake insha Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika kila la kheri, mema tuyafate na mabaya tuyaache,